Mapato Tanzania TRA mkoa wa Tanga imetoa mkono wa pole kwa wafanyabiashara 12 walioathirika na tukio la moto lililotokea Agosti 15 mwaka 2026 katika eneo la barabara ya 12 stendi ya daladala ndani ya jiji la Tanga. Akizungumza baada ya kuwakabidhi msaada huo, meneja wa TRA mkoa wa Tanga Castro John amesema wafanyabiashara hao wamepata hasara kubwa baada ya moto huo kuteketeza mali zao. Amesema hatua ya TRA kuwafikia wafanyabiashara hao inalenga kuwapa pole, mshikamano na msaada wa awali ili waweze kuanza kurejea kwenye shughuli zao za kila siku. Pato mkoa wa Tanga, kama mnavyojua ndugu zetu wafanyabiashara siku ya Ijumaa kuamkia Jumamosi walipata changamoto ya kuunguliwa, ambapo walipa kodi au wafanyabiashara 12 kama majengo mnavyoyaona walipata madhara ya moto ambayo yaliunguza vitu karibia vyote, kwa maana ile stock na mali zingine ambazo zilikuwepo. Na kama TRA pia siku ya Ijumaa kuamkia Jumamosi tulikuwepo kuhakikisha kwamba tunashirikiana na jamii na serikali ili kuona kunakuwa na usalama, lakini kushirikiana kwenye zoezi la uokozi. Lakini hatukuishia hapo. Leo kama mnavyojua tumekuja kukutana na wafanyabiashara ambao wameathirika, kuwapa pole kwanza, lakini kuonyesha mshikamano nao. Lakini kingine, tunajua haya maduka yameungua, kwa hiyo lazima waanze ukarabati, pengine baadaye watatafuta pia na mtaji mwingine. Lakini tumesema sisi kama TRA mkoa wa Tanga tuje pia tuwape pa kuanzia. Kwa hiyo kuna kiasi pia tumewakabidhi waathirika wote ambao wamepata madhara ya moto, ili walau pia wapate pale pa kuanzia. Kwa hiyo naamini inawezekana isikidhi, lakini ikaanzia hapo. Lakini pia niseme sisi TRA wafanyabiashara ni familia yetu, sisi ni kitu kimoja na wao. Kwa hiyo lolote linalopata na sisi pia ni sehemu yao. Kwa hiyo pia nitoe wito kwa taasisi zingine za binafsi na serikali. Hao ndugu zetu wamepata madhara makubwa sana. Pengine nao wanahitaji kuanza upya. Kwa hiyo taasisi za kibenki pia waone namna ambao wanaweza kuwashika mkono, kama sisi tulivyotoa leo, ambao tunaamini inaweza isitoshe, lakini nao waje waone namna gani wanaweza kushiriki, pengine kuwaongezea mtaji, au wale ambao wanaweza kutoa mikopo nafuu waweze kuwapatia. Tunasema walipa kodi ni sehemu yetu sisi, na sisi hatukusanyi tu, si kazi yetu pia ni kusimamia ustawi wao, ukuaji wao. Kwa hiyo hao wote ambao wameathirika watakuja ofisini, tutazungumza nao, lakini tutahakikisha wanapata unafuu hata kwa upande wa kodi. Kwa hiyo hilo tushazungumza na wenyewe, wamesikia, lakini pia niahidi mbele yenu kwamba tutawazingatia, tutawapa unafuu. Leo tumefanya kitu tulichofanya, lakini bado tuta play part yetu, kwa maana kuhakikisha kwamba zile kodi kama wamekadiriwa, tuone namna gani wanaweza kupata unafuu ili waweze kuanza vizuri biashara. Leo kama nilivyosema, hao wako 12. Kwa hiyo kila mmoja amepata kiasi kisichopungua Laki5, lakini pia na vitu vingine. Kwa hiyo tumesema pa kuanzia kila mmoja kiasi kisichopungua Laki5. Naitwa Godwin Jonathan Mnyone, ni mmoja kati ya waathirika wa moto katika maduka ambayo yameungua barabara 12 Tanga. Kiukweli ni kwamba baada ya kupatwa na janga hili la kuunguliwa na maduka, tulikata tamaa sana na kuona kwamba sasa tunafanyaje, lakini tulizungumza na vyombo vya habari kwamba tunaweza tukapata misaada mbalimbali kutoka maeneo tofauti tofauti katika serikali yetu ambayo tunaiamini sana, na kwa bahati nzuri wa kwanza ambao wametuona na kuja kutushika mkono ni TRA. TRA ni wenzetu ambapo tunalipa kodi vizuri na tunafanya nao kazi vyema, na wameona ya kwamba ni vyema waje watushike mkono katika hili ambalo limetufika. Kwa hiyo tunawashukuru sana na Mungu nawabariki sana kwa huduma hii ambayo wametupatia katika siku hii ya leo. Wanaweza wakafikiri kwamba walichotupatia ni kidogo, lakini kwa hali tuliokuwepo nayo ni kikubwa mno. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo wametuheshimisha, tunaona jinsi ambavyo wametufanya kuwa kitu kimoja, nasi tunachukua nafasi hii kuweza kuwashukuru na kuendelea kuwashukuru wengine ambao wanajipanga kuja kutuona na kutushika mkono kwa namna hii ambayo tumeathirika. Ndugu zetu hawa ambao leo TRA wamekuja kuwafariji, walipata janga la moto kama siku 2 zilizopita,
lakini kwa kitendo leo ambacho TRA wametufanyia, yaani imedhihirisha kwamba sisi ni familia moja na TRA. Waathirika hawa mnavyowaona walikuwa hawana habari na wala walikuwa hawana mategemeo kwamba watapata chochote kutoka TRA. Lakini tunamshukuru sana meneja wa mkoa, tunamshukuru sana kamishina mkuu wa TRA Mzee Mwenda kwa hiki alichotufanyia leo. Mimi niwahakikishie wafanyabiashara, jinsi tunavyofanya kazi na TRA, jinsi tunavyofanya tunavuka malengo, ndicho kinachotufanya tunaingiliana nao kama familia moja. Tuwahakikishie TRA, tutaendelea kuwa familia moja, tutaendelea kulipa kodi kwa hiari. Kwa kitendo mliotufanyia leo, kwa kweli mimi binafsi kimenigusa sana. Niwahakikishie wafanyabiashara, TRA sio adui, TRA ni familia moja na wafanyabiashara. Lakini katika tukio hili limetupa funzo kwamba sasa vifaa vyote vya kuzimia moto tusiviweke ndani, tuviweke nje. Wafanyabiashara wote, maduka yote, tunapokuwa tuna vifaa vya zima moto tuviweke nje ya duka, ili kukitokea janga lolote unaweza ukafungua duka lakini usiende kuchukua kifaa cha kuzima moto ndani ya duka, lakini kikiwa nje utalifungua duka, utakuwa na kifaa cha kuzima